بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد علم آدم الأسماء وموسى كلم وأنزل القرآن ختم الكتب على النبي بلسان عربي صلى عليه ربنا وسلم وآله والصحب أنجم السماء. هذا وإذ كان شذور الذهب لابن هشام في كلام العربي طبق اسمه بل كان شمس صحوي يحوي قواعد أهم النحو في غاية الإيجاز والبيان كثير الاستشهاد بالقرآن. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: ومثال الظرف المبني على السكون إذ وهو ظرف لما مضى من الزمان. ابن هشام anaumalizia mlango huu ambao anwani yake kama tulivyosema almabniyu ala shay'in ghairi muayyan. Anasema na mfano wa dharfu yenye kujengwa juu ya sukun idh wa huwa dharfu lima madha min az-zaman, na hiyo idh ni dharf ya kile ambacho kimepita katika zama, kama Allah anavyosema idh huma fil ghar, wakati wale wawili walipokuwa katika pango, na ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa radiyallahu anis sahabati ajma'in. Kwa hiyo idh ni dharfu ya kile ambacho kimepita katika zama, kwa maana kinajulisha juu ya wakati ambao ulipita, ndio idh ni dharfu ya kile ambacho kimepita katika zama. Anasema lakini vile vile inaweza ikaja hiyo idh, kama tutakavyoona, inaweza ikaja hiyo idh ikiwa ni dharfu lima yastakbilu, ikiwa ni dharfu ya kile ambacho kitakuja baadaye, wakati ujao, kitakuja katika wakati ujao. Wa hadha ala hasabi siyaq, na hilo utalijua kwa mujibu wa mtiririko na mchungo wa maneno kama tutakavyoona. Lakini vile vile idh inaweza ikaja ikiwa inajulisha mufajaa, jambo la ghafla. Lakini vile vile idh inaweza ikaja ikawa inajulisha at-ta'lil kama tutakavyoona. Sasa hapa anasema wa huwa dharfu lima madha min az-zaman wa yudafu li kulli min al-jumlatayn, na huchegemezwa hiyo idh kwenye kila moja katika sentensi mbili. Akisema al-jumlatayn anakusudia al-jumlatu al-ismiyah na al-jumlatu al-fi'liyah, kwa maana idh inaweza ikachegemezwa kwenye jumlatun fi'liyah au jumlatun ismiyah, na wala haitegemezwi idh katika al-ismul mufrad. Idh haitegemezwi katika al-ismul mufrad, bali huchegemezwa katika jumla. Tayib, nahu mfano wadhkuru idh antum qalil. Idh hapa unaona ni mabniyun ala sukun, lakini vile vile imechegemezwa katika jumlatun ismiyah, kwa sababu antum qalil ni mubtada na khabar, nayo ni jumlatun ismiyah. Kwa hiyo hiyo antum qalil ni jumla, tena ni mudafun ilayhi. Tayib, wadhkuru idh kuntum qalila. Wadhkuru idh kuntum qalila, utaona hapa idh ni mabniyun ala sukun, na hii kuntum qalila ni jumlatun fi'liyah. Walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum, utaona hapa idh ni mabniyun ala sukun, imechegemezwa katika jumlatun fi'liyah. Watati dharfan lima yastaqbilu, na huja hiyo idh hali ya kuwa ni dharfu ya kile ambacho kitakuja baadaye, kitakuja katika wakati ujao. Watati dharfan lima yastaqbilu, na huja hiyo idh ikiwa ni dharfu ya kile ambacho kitakuja katika wakati ujao. Nahu fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim, bila shaka jambo hili litakuwa siku ya kiyama. Watu siku ya kiyama katika watu waovu, katika watu waovu, naam, sabqul lisan, katika watu waovu, na Allah tunamuomba atuepushe tusiwe katika miongoni mwa watu waovu, ya kwamba siku hiyo ya kiyama watu watavishwa minyororo katika shingo zao. Sasa anasema fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim, hapa inaonesha ya kwamba idh
hii ni dharfa lima yastakbilu, ni dharfu ya kile ambacho kitakuja katika wakati ujao, na hapa imechegemezwa katika jumlatun ismiya. Hapa tunaona kuna kasra kama ilivyo maarufu. Ikiwa kutakutana sakini mbili, basi hapa kumetiwa kasra kwa sababu ya iltiqa'u sakinain, kama vile tunavyoona waqalat imra'atul aziz. Ile teni ta'u ta'nis huwa ina sukun, lakini pale yametia kasra iltiqa'i sakinain. طيب wa qawluhu ta'ala, na qawli yake Allah aliyakuwa ametukuka, yawma idhin, mahallu shahid idh, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Hapa pia idh ni dharfu lima yastaqbilu min az-zaman. Hapa pia idh ni dharfu lima yastaqbilu min az-zaman, kwa sababu jambo hili litatokea wakati utakaokuja katika siku ya kiyama. Anasema baada qawlihi subhanahu wa ta'ala, baada ya kauli yake aliyetakasika na mawi, baada ya kauli yake Allah aliyetakasika na mawi na aliyetukuka, idha zulzilatil ardu, idha zulzilatil ardu. طيب watati litalil, watati litalil, na huja hiyo idh kwa kujulisha ta'lil, na huja hiyo idh kwa ajili ya kutoa illa. Nahu wa idh i'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi, ay waliajli i'tizalikum iyahum, waliajli i'tizalikum iyahum, na kwa ajili ya kuwabagua kwenu nyinyi na kuwatenga kwenu nyinyi wao, na kwa ajili ya kuwatenga kwenu nyinyi wao, au na kwa ajili ya kuwabagua kwenu nyinyi wao. Walistithna'u fil ayati muttasilun in kana haula'i alqawmu ya'buduna Allah wa ghayrahu, na istithna katika hii aya iliyotajwa hivi punde nayo ni wa idh i'tazaltumuhum wama ya'buduna ila akhir alaya. Pale aliposema illa Allah, hiyo istithna katika aya hiyo ni muttasil, in kana haula'i alqawmu ya'buduna Allah wa ghayrahu, ikiwa hawa watu wanamwabudu Allah na asiyekuwa Allah. Tukisema istithnaun muttasilun, hilo ni jambo maarufu, tutakuja kuona insha Allah katika mlango wa alistithna. Lakini vile vile tulishai kugusia masala ya istithna'un muttasilun na istithna'un munqati'un. Lakini vile vile kwa yule ambaye amesoma mutammima na yule ambaye amesoma vitabu vya kati na kati vya nahwu, anaelewa nini maana ya istithna'un muttasil na nini maana ya istithna'un munqati'. Istithna'un muttasil ni pale ambapo yakunu almustathna min jinsi almustathna minhu. Misal qala at-tullabu illa zaidan, au jaa at-tullabu illa zaidan, fa zaidun huwa min jinsi at-tullab, ولذلك هذا يسمى استثناء متصلا. أما استثناء منقطع فيكون عكس استثناء متصل. مثلا تقول جاء زيد إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس الطلاب، هذا يسمى استثناء منقطعا. طيب anaendelea Ibn Hisham anasema walistithna'u fil ayati muttasilun in kana haula'i alqawmu ya'buduna Allah wa ghayrahu, wa munqati'un, na istithna katika aya ni munqati' ikiwa in kanu yakhussuna ghayra Allah subhanahu bil ibadah, ikiwa wanamkhusisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada, ikiwa wanamkhusisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada, hiyo itakuwa ni istithna'un munqati'un. Wakadhalika albahthu fi qawlihi ta'ala, na kama mfano na kama hivyo bahthi hii tuliyoitaja katika aya hii, wa idh i'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah ila akhir al-aya, na kama hivyo bahthi hiyo iliyokuwepo hapo pia ipo katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala isemayo, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Wakadhalika albahthu, na kama hivyo
bahthi iliyokuwepo katika aya hiyo ipo pia katika kauli yake Taala, fi qawlihi Taala, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Hapo ndio mahallu shahid, kwa maana hii illa rabbil alamin wapo waliosema katika wanaovioni kuwa ni istithnaun muttasilun in kana haula'i alqawm ya'buduna Allah wa ghayrahu, na pia wapo waliosema kuwa ni istithnaun munqati'un in kanu yakhussuna ghayra Allah subhanahu bil ibada. Kwa hiyo mfano wa maelezo tuliyotoa katika aya ile wa idh i'tazaltumuhum ndio mfano wa maelezo ambayo yametolewa pia katika aya hii iliyotajwa hivi sasa, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Tayib, hii ni faida ameitaja Ibn Hisham, lakini tukirudi katika somo letu tunaona ya kwamba hiyo iz imekuja hapo kujulisha at-ta'lil, nayo ni mabniyun ala sukun wa ta'ti lil mufajaa, na huja hiyo iz kwa ajili ya kuonesha mufajaa, yani kwa ajili ya kuonesha jambo la ghafla. Ka kaulihi, kama vile kauli yake malenga, istaqdirillaha khairan wardiyanna bihi fabainama al-usru izdarat mayasiru. Taka kwa Allah khairi, omba Allah akukadirie khairi, yani istaqdirillaha khairan utlub ay yuqaddira laka ma huwa khaira fi'lin. Taka kwa Allah akukadirie khairi, wardiyanna bihi ay wardiyanna bihukmihi, na uiridhie hukumu yake. Fabainama al-usru, kwa sababu wakati ambao kuna uzito, kwa sababu wakati ambao kuna uzito, iz darat mayasiru, ghafla huja wepesi. darat yani taghayyarat au jaat wa maida dhalik. darat mayasiru, huja wepesi. Istaqdirillaha khairan, taka kwa Allah akukadirie khairi. Wardiyanna bihi, na uiridhie hukumu yake. Fabainama al-usru iz darat mayasiru, kwa sababu wakati ambao kuna uzito, ghafla huja wepesi. Naam. Kwa hiyo mahallu shahid au ndio likatika, tunaendelea. Kwa hiyo mahallu shahid aliposema iz, hapo imekuja lil mufajaa, ni mabniyun ala sukun, na imekuja hapo lil mufajaa. Tayib, wa mithalu al mabni minha ala al fathi al-ana, na mfano wa chenye kujengwa katika hiyo dharfu juu ya fatha al-ana, wa huwa ismu li zamanin hadara jami'uhu au ba'duhu, na hiyo al-ana ni jina la wakati ambao umefika wote au baadhi yake. Ni jina la wakati ambao umefika wote au baadhi yake. Tayib, anasema fal awwalu nahu qawlihi ta'ala, ya kwanza ni ipi? Ile al-ana ambayo ni jina la wakati uliofika wote, hiyo ndio ya kwanza. Anasema fal awwalu, basi ya kwanza, nahu qawlihi ta'ala al-ana ji'ta bil haqq, al-ana ji'ta bil haqq, hivi sasa umekuja na haki iliyokuwa wazi. Lazima utafsiri hivyo, utaelewa kwa nini. Al-ana ji'ta bil haqq, hivi sasa umekuja na haki iliyokuwa wazi, amwambia Nabiyullah Musa. Wa fi hadhihi al-ayati harfu sifa, na kuna katika hii aya kuondoshwa sifa, ay bil haqqil wadih, na haki iliyokuwa wazi. Walaula anna al-ma'na ala hadha lakafaru limafhumi hadhihi al-maqala, na lau si kwamba maana ipo juu ya takdiri hii, kwa hakika wangelikufuru kwa mafhum ya haya maneno. Walaula anna al-ma'na ala hadha, na lau si kwamba maana ipo juu ya hii takdir, lakafaru limafhumi hadhihi al-ma'na, limafhumi hadhihi al-maqala, wangelikufuru kwa mafhum ya haya maneno. Nini maana
maneno ya Ibn Hisham. Hapa tutayasoma maneno ya Muhiddin katika hamish namba 2, ni ya muhimu kweli kweli. Na hapa nataka ndokeze kitu ya kwamba tunatakiwa tujue ya kwamba hizi ulum ni mutadakhila, zinaingiliana. Mtu asije akasema kwamba mimi nitasoma nahwu tu. Usiseme utasoma nahwu tu. Sasa kama hapa tumeletewa masala ya usulul fiqhi, kwa mtu ambaye hajasoma walau matnul waraqat, hapa anahitajia atumie nguvu kubwa kuelewa. Lakini kwa mtu ambaye amesoma vitabu vya usul kama matnul waraqat, al-usul min ilmi al-usul, mudhakiratun fi usul al-fiqh, ambayo alikuwa akisherehesha Rawdatun Nadhir, au kasisi Mashafi'i kitabu kama al-Luma', Lubbul Usul na sharhi yake, au Jam'ul Jawami' ya Tajuddin as-Subki au as-Subki. Vitabu kama hivi uko umesoma, hapa ni jambo jepesi, utalielewa. Lakini hata kama hujasoma utaelewa. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba hizi ulum ni mutadakhila. Kwa hiyo lazima tusome zile elimu zote ambazo zinahitajika, kwa sababu unaweza ukashika kitabu cha nahwu yakaingizwa mambo ya tarikh, yakaingizwa mambo ya fiqhi. Tutakuja kuona masala ya ghaya wal mughayya, tutaona uko mbele yatataja Ibn Hisham. Masala kama haya, masala ya mafhum na mantuq, kama hujasoma usulul fiqhi utaona haya mambo yanakukanganya kidogo. Tayib, kwa kukumbushia tu, al-mantuq maana yake ni ma dalla alayhi al-lafdhu fi mahalli an-nutqi, ni ile maana ambayo imejulishwa au imejulisha juu ya maana hiyo tamko katika pahali pa kutamkwa. Na mafhum ma dalla alayhi al-lafdhu la fi mahalli an-nutqi bal fi mahalli maskut ni maana ambayo imejulisha juu ya maana hiyo tamko katika pahala ambapo hapajatamkwa. Kwa maana mathalan wanavyuoni huwa wanatutolea mfano, fala taqul lahuma uffin. Allah alipokuwa akituelekeza sisi waja wake namna ya kuishi na wazazi wetu, akatuambia tusiwaambie wazazi wetu uff kama tunavyoambiwa na mashekhe zetu. Ni kwamba moja ya maana yake ni kama vile kuguna. Mzazi akakuita akasema au akatuma bwana ile usiseme kuwaambia wazazi. Sasa katika hii aya tunapata maana katika hii aya katika mantuq ya hii aya tunaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kutamka neno hili na kuambia wazazi. Lakini kuna maana ambayo imenyamaziwa, haijatajwa hapa katika aya, lakini tunaijua kupitia hii aya. Hiyo ndio inaitwa mafhumu. Yani kinyume cha kusema kinaingia kila kile ambacho kina sura ya kuwauzi wazazi, mfano wake kuwapiga. Kwa hiyo kupitia aya hii pia tumejua ya kwamba kinyume cha kusema pia haifai kuwapiga wazazi, haifai kuwatukana, haifai kuwafanyia aina yoyote ya kero. Hiyo ndiyo mafhumu. Je, hukukatazwa kuwapiga wazazi wawili, kukatazwa kuwatukana, hili limetamkwa kwenye aya au tumelijua katika pahala ambapo aya haijalitamka? Bila shaka hili tumelijua kupitia pahala ambapo aya haijalitamka hilo, kwa maana fi mahali almaskut, katika pahala ambapo pamenyamaziwa, ndio tumejua hukumu ya kukataza kuwapiga wazazi wawili, hukumu ya kukatazwa sisi kuwapiga wazazi wawili na kuwafanyia aina yoyote ya kero. Kwa hiyo hii aya fala taqul lahuma uffin imejulisha kwa mafhumu yake, kwa mafhumu yake ya kwamba kila aina ya kero pia haifai kufanyaje, haifai kuwafanyia wazazi wawili. Sasa katika aya hii, alana jita bilhaq, lau Ibn Hisham asingekadiria neno alwadih, ikiwa tutasema hivi katika hii aya hakuna sifa iliyoondoshwa,
tukasema tu maana ya hii aya ni kwamba al'ana ji'ta bilhaq, hivi sasa umekuja na haq, pasina kusema haki iliyokuwa wazi. Maana yake ni nini? Maana yake hii ndiyo mantuq. Mafhumu yake kinyume chake itakuwa nini? Itakuwa ni kwamba Nabiyullah Musa kabla ya wakati huu wa sasa alikuja na haq, hakuja na haq, alikuja na batil. Wa hadha kufr. Sawa? Kwa hiyo kinyume na wakati huu wa sasa ambao amekuja na haki Nabiyullah Musa, inaonesha ya kwamba kabla ya wakati huu wa sasa alikuwa amekuja na batil. Sawa? Ndio maana Ibn Hisham akaiweka hii sifa. Sasa tusome maneno ya Muhyiddin utaelewa. Anasema mantuqu hadhihi al-ibara biduni taqdiri wasfin mahdhufin, mantuq ya hii ibara pasina kukadiria wasfu wenye kuondoshwa, anna Musa alayhi salam qad jaahum fi waqti at-takallum bil haqqi alladhi yajibu al-iman bihi, ya kwamba Musa alayhi salam kwa hakika aliwajia wao katika wakati wa kuizungumza haki ambayo kunapasa kuiamini haki hiyo, kunapasa kuiamini haki hiyo. Wayadullu hadha bilmafhumi ala anna ma kana qad jaahum bihi qabla dhalika laysa bihaqqin, na linajulisha hili kupitia mafhum juu ya kwamba lile ambalo limekuwa amekuja nalo Musa kabla ya hapo halikuwa ni haki. ويدل هذا بالمفهوم على أن ما كان قد جاءهم به قبل ذلك ليس بحق, na linajulisha hili kupitia mafhum ya kwamba juu ya kwamba lile ambalo alikuja nalo Musa kabla ya hapo halikuwa ni haki. Wa hadha kufrun la shubhata fi, na hii ni kufru, hakuna kutatiza ndani yake, hakuna shubha ndani. Hii ni kufuru kwa sababu itakuwa umemnasibishia Musa kuwa amekuja na haq na batil, na sisi tunavyojua kwamba Allah hawatumi wajumbe zake isipokuwa huwa wanakuja na haq. Liannahu, kwa sababu mambo namna yalivyo, yajibu al-imanu bi anna ar-rasula alayhi salam لا يأتي في وقت من الأوقات إلا بالحق الذي يجب الإيمان به. kwa sababu mambo namna yalivyo kunapasa kuamini ya kwamba mjumbe haji katika wakati wowote katika nyakati isipokuwa huja na haki ambayo kunapasa kuiamini haki hiyo. Fa in qaddarna alwasfa alladhi qaddarahu almuallifu, ikiwa tutaikadiria wasfu ambayo ameikadiria mtunzi naye ni Ibn Hisham. Kwa maana ikiwa tutaikadiria sasa aya, tutaikadiria wasfu ambayo ameikadiria muallif, kwa maana tukasema hivi al-ana ji'ta bil haqqil wadih. Sawa? Ikiwa tutaenda kwa mapito aliyopita nayo Ibn Hisham, manake itakuwa vipi? Anasema kana al-mafhumu min al-ibarati annahu qabla waqti at-takallumi kana atiyan bil haqqi aidan. Sawa? Yatakuwa mafhum katika ibara ya kwamba Nabiyullah Musa kabla ya wakati wa kuzungumza alikuwa ni mwenye kuja na haki vile vile, lakin hadha alhaq alladhi kana yati bihi lam yakun wadihan dhahira almaana liuqulihim, lakini hii haki ambayo alikuwa anakuja nayo haikuwa wazi, yenye uwazi wa maana kwenye akili zao. Kwa maana yake haikuwa wazi kwenye akili zao hao watu wa Musa. Wa hadha la kufra fihi, na hili hapana ukafiri ndani yake. Limadha? Lianna naqsahu laysa raji'an ila ma jaa bihi ar-rasul, kwa sababu dosari yake haikuwa ni yenye kurejea kwenye kile ambacho amekuja nacho mjumbe.
wa innama naqsuhu raji'un ila uqulihim, na hakika si vinginevyo dosari yake ni yenye kurejea kwenye akili zao. Yani kiufupi anatuambia Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ikiwa hii aya naftariz, ikiwa tutasema kwamba hii aya tusiweke ule wasfu yani alwadih, kwa maana mafhumu ya aya yatakuwa yanajulisha ya kwamba Nabiyullahi Musa kabla ya wakati huu wa sasa hakuja na haki, bali alikuja na batil. Hiyo ni kufuru. Lakini ikiwa tutaenda na mapito aliyoenda nayo Ibn Hisham, mapito yapi? Kwa kusema ya kwamba hii aya kuna sifa ambayo ni mahdhufa, takdiri yake alana jita bilhaqi alwadih. Maana yake mafhumu ya aya itakuwa hivi ya kwamba Nabiyullahi Musa kabla ya hapo, kabla ya wakati huu wa sasa, alikuja na haki, aliwajia wao na haki, lakini haki hiyo haikuwa wazi kwenye akili zao, haikuwa wazi kwenye akili zao. Wale wafuasi wa Musa ndio hawakuielewa hiyo haki. Wale watu wa Musa, wakati Musa anakuja na haki kabla ya wakati huu wa sasa tulioutaja, aliyokuja na haki iliyokuwa wazi, hapo nyuma alikuja na haki, lakini haki hii haikuwa wazi kwenye akili zao. Na hii haiwezi kuwa kufuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii haiwezi kuwa ni dosari kwenye hiyo haki aliyokuja nayo Musa, wala haiwezi kuwa ni dosari kwa Musa, bali hii itakuwa ni dosari kwenye akili zao. Walidhalika la kufra fihi. Sawa? Sasa baada ya kuwa Nabiyullahi Musa amekuja na haki ambayo haikuwa wazi kwenye akili zao, hivi sasa amekuja na haki ambayo ipo wazi na inaeleweka kwenye akili zao. Kwa hiyo hii aya tukienda kwenye upande wa almantuq, tunasema ya kwamba Nabiyullahi Musa hivi sasa amekuja na haki iliyokuwa wazi, kwa maana mafhumu yake itakuwa ni kwamba Nabiyullahi Musa alikuja na haki, lakini haki hiyo haikuwa wazi kwenye akili zao. Sawa? Tayyib. Anasema Muhammad Muhyiddin, hadha kulluhu inda man ya'tabiru al-mafhum i'tibara al-mantuq, فأما من لا يرون اعتبار المفهوم فلا يلتزمون هذا التقدير. والمسألة خلافية بين علماء الأصول، وهذه العجالة لا تتسع لذكر مقالتهم وأدلتها. طيب، فهي hili ndilo ambalo nilitaka niliweke wazi. Kwa hiyo Ibn Hisham anasema walaula anna al-ma'na ala hadha la kafaru limafhumi hadhihi al-maqala, na lau si kwamba maana ipo juu ya takdiri hii tuliyoitaja, wangelikufuru kwa mafhum ya haya maneno. Kwa maana kana kwamba anatuambia Ibn Hisham, lau tusingeweka takdiri hii bilhaqi alwadih, kwa maana aya ingeashiria kupitia mafhum ya kwamba hao watu wa Musa kabla ya huyo Musa kuja na hii haki, hapo nyuma walikuwa ni makafiri. Wal amru laysa kadhalik. Tayib. Kwa hiyo tukirudi kwenye somo letu ni kwamba al-ana ni nini? Ni mabniyun ala al-fathi. sawa, ni mabniyun ala al-fathi wa huwa ismun li zamanin hadara jami'uhu. Tayib. Anasema wasani, na ya pili ni ipi? Yani al-ana ambayo huwa ismun li zamanin hadara ba'dhuhu. Wasani nahu qawlihi ta'ala, mfano wa qawli yake Allah aliyakuwa ametukuka, faman yastami'il ana. Tunaona hapo al-ana. Al-ana ni mabniyun ala al-fathi
وهو اسم لزمن حضر بعضه. وقد تعرب na wakati mwingine inaweza ikafanywa kuwa ni mu'rab, yani hiyo al'ana inaweza ikafanywa kuwa ni mu'rab. Ka qawlihi, kama vile kauli yake malenga, lisalma bidhati alkhali darun araftuha wa ukhra bidhati aljiz'i ayatuha satru. Anayo Salma katika hiyo sehemu inaitwa dhatul khali, nyumba ambayo nimeijua huko. Wa ukhra bidhati aljiz'i ayatuha satru, na nyumba nyingine, na anayo nyumba nyingine iliyopo katika hiyo sehemu inaitwa dhatul jiz'i, alama zake hiyo nyumba ni ziko wazi. Ayatuha satru, yani ayatuha wadiha, alama zake hiyo nyumba ziko wazi. Hivyo ndivyo nilivyoona alivyotafsiri wale hashiyatul amiri wal ubada neno satru, akasema wadiha wa dhahira. Huku Muhammad Muhiddin naye ameleta maneno yake, anasema alamatuha dirasatun ghayru dhahiratin lam yabqa minha illa ma yushbihu as-satra alladhi yunammiquhu al-katib. Tayyib. Kwa hiyo ayatuha satru, alama zake hiyo nyumba ni ziko wazi. Lisalma bidhati al-khali darun araftuha, anayo Salma katika hiyo sehemu inaitwa dhatul khal, nyumba ambayo nimeijua hiyo. Wa ukhra, na anayo nyumba nyingine bidhati aljiz'i, ipo katika hiyo sehemu inaitwa dhatul jiz'i ayatuha satru, alama zake hiyo nyumba ziko wazi. Mahallu shahid hapo inaendelea, ubeti unaendelea, anasema kaannahuma mil'ani lam yataghayyara وقد مر للدارين من بعدنا عصر, kana kwamba hizo nyumba mbili kutokea sasa hazijabadilika. وقد مر للدارين من بعدنا عصر, na kwa hakika zimejulisha kwenye hizo nyumba mbili baada yetu sisi zama. Hiyo asr ndio fa'il wa marra. Wa asluhu kaannahuma min al'an, na asli ya huo ubeti kaannahuma min al'an, hiyo ndio asli, lakini akasema kaannahuma mil'an, lakini asli min al'ani. Fahadhafa nuna min, akaiondosha nun iliyokuwepo katika min, liltiqaiha sakinatan ma'a mil'an, kwa ajili ya kukutana kwake hiyo nun na sakin iliyo pamoja na lam, iliyo pamoja na lam ya al'an. Fahadhafa nuna min, akaiondosha nun ya min, liltiqaiha sakinatan ma'a lamil an, kwa ajili ya kukutana kwake hiyo nun na sakin iliyo pamoja na lam ya al'an. Sawa, ndio maana akasema mil'an. Walam yuharrikha liltiqa'i sakinaini kama huwa alghalib, na wala hakuitia haraka hiyo nun kwa ajili ya kukutana sakini mbili kama ilivyo kawaida. Wa a'raba al'ana, na akaifanya kuwa ni mu'rab tamko al'an. Fakhafadahu bilkasra, akaijurisha hiyo al'an kwa kasra, kwa maana ingekuwa hajaijurisha angesema mil'ana kwa fatha, angeifanya kuwa ni mabniyun ala al-fathi, lakini alipoitia kasra tukajua ya kwamba hapa amelifanya tamko al'an kuwa ni mu'rab. Tunamalizia, anasema wa mithalu ma buniya minha ala al-kasri amsi, na mfano wa kile ambacho kimejengwa katika hiyo dharfu juu ya kasra amsi. Wa qad madha sharhuhu, na kwa hakika umepita uchambuzi wake. Wa inna ma dhakartuhu hunaka lishabahihi bimas'alati hadhami fi ikhtilafi alhijaziyin watamimiyin fihi, na hakika si vinginevyo nimeitaja hiyo amsi kule kwa sababu ya kufanana kwake na masala ya hadhami kuhusiana na ikhtilafi ya watu wa Hijaz na watu wa Tamim katika tamko hilo ams. Wa inna ma kana haqquhu ay yuzkara huna khassatan, na hakika si vinginevyo ilikuwa haki yake hiyo ams ni kutajwa hapa peke yake, kutajwa hapa kwa mahsus. Liannahu kalimatun bi'ainiha, kwa sababu hiyo ams ni neno kwa dhati yake, ni neno kwa dhati yake. Walaysa fardan dakhilan
tahta qa'idatin kulliya, na wala haikuwa hiyo ams ni fardi yenye kuingia chini ya kaida ya ujumla, na wala haikuwa hiyo ams ni fardi yenye kuingia chini ya kanuni ya ujumla. Kwa maana hii ams ilitakiwa aitaje peke yake katika mlango huu, haingii katika vile yale matamko ambayo tumesema hayana qa'idatun muttarida fil bina, hayana qa'idatun mustaqirratun fil bina. Nadhani tumeyaona, tumeyataja. Hii ams ilitakiwa izungumziwe peke yake, isichanganywe na wala isiingizwe katika vile vitu ambavyo vina qa'idatun kulliya, yani yani vyenyewe havina qa'idatun mustaqirra. Nimechanganya maelezo kama tulivyosema kwamba haya matamshi tuliyoyataja hivi sasa ni matamko ambayo ni mabniya, lakini yamejengewa katika kaida ambayo sio muttarida kama tulivyoeleza. Sasa hii ams yenyewe haipo katika matamshi hayo, yenyewe ni makhsus, ni neno kalimatun bi'ainiha walaha au walahu qa'idatun khassa, lakini aliitaja kule ams kwa sababu ya kufanana kwake na masala ya hadham. Tayib, wa mithalu ma buniya minha ala dhammi haithu, na mfano wa ile ambayo imejengwa katika dhuruf juu ya dhamma, au imejengwa katika dharfu juu ya dhamma, haithu wa huwa dharfu makanin yudafu liljumlatain, nao ni dharfu makan, hutegemezwa katika sentensi mbili, yani jumlatun ismiya na jumlatun fi'liya, na hii ndio kauli ya jumhur. Wa rubbama udhifa li mufradin, na huenda ikategemezwa katika mufrad, na hii ni kauli ya al-allamatu al-Kisai, na akatoa ushahidi kupitia ushahidi usemao wa nat'anuhum haythu al-kula ba'da darbihim bibidhi al-mawazi haythu layyi al-amaimi, haythu layyi al-amaimi. Unaona hapa haythu ameitegemeza katika mufrad, na kati kauli ya jumhur wao wanasema haythu utegemezwa katika jumla, imma iwe ni ismiya au fi'liya. Tayib, sasa wao wanasema warubbama udhifa li mufradin, na huenda ikategemezwa hiyo haythu kwenye mufrad, ka kaulihi, kama vile kauli yake ama tara haythu suhailin tali'a. Suhail ni ismu najmin, ni jina la nyota, sawa. Mahallu shahid haythu, tunaona hapa ameitegemeza kwenye ismu al-mufrad, yani ismun mufradun, kama anavyosema Muhammad Muhiddin ash-shahidu fihi qawluhu haythu suhailin, kwa maana kaifanya suhail ni mudaf ilayhi na haythu ni mudaf, fa innahu adafa haythu ila ismi mufradin, kwani hakika ya mshahidi ameitegemeza haythu kwenye jina ambalo ni mufrad. Wadhālika shadhun inda jamharati an-nuhah, wa inma yudafu haythu indahum ila al-jumlati fi'liyatin kanat au ismiyah, na hakika si vinginevyo. Na hilo asema wadhālika, na hilo la kuitegemeza haythu kwenye ismu mufrad shadhun inda jamharati an-nuhah, ni jambo ambalo ni shadh mbeza jumhurun nuha, na hakika si vinginevyo hutegemezwa haythu kwa wao hao jumhurun nuha kwenye jumla fi'liya imekuwa au ismiya. Tayib, waqad yuftah, na wakati mwingine inaweza ikatiwa fatha, yani ikawa hiyo haythu ni mabniyun ala al-fathi. Waqad yuktharu, na wakati mwingine inaweza ikawa ni mabniyun ala al-kasri, wewe tu hapo. Wa ba'dhuhum yu'ribuhu, na baadhi ya Waarabu wanaifanya kuwa ni mu'rab, wanairabia hiyo haythu. Wa quri'a sanastadrijuhum min haythi la ya'lamun, kwa kuifanya kuwa ni mu'rab wakaijurisha kwa min, sanastadrijuhum min haythi la ya'lamun, sawa, bil kasri fayahtamilu al-i'raba wal bina, basi hiyo haythu inahtamili i'rab na inahtamili
kwa kwake ni mabni, wewe tu hapo. Kwa maana ukiyazungumza maneno nje ya aya unaweza ukaifanya haithu ni mabni, na unaweza ukaifanya haithu ni mu'rab. Lakini katika viraat imesomwa pia sanastadrijuhum min haythi la ya'lamun, kwa kuitia kasra, kwa maana wameifanya kuwa ni mu'rabun, kwa maana ni ismun, yani haythu, naam, ni ismun majrurun bimin, sawa. Lakini vile vile katika qiraa chetu imekuja hali ya kuwa ni mabniyun ala dhammi, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, wewe tu hapo. طيب نكتفي بهذا القدر، والله عليم بالصواب. جمع lijalo tutakuja kuzungumzia an-nakira wal ma'rifah.